Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hali gani mpenzi mtazamaji, na kukaribisha tena kwa mara nyingine tena hapa katika studio za Sadiq Media, tukiwa tunamalizia mada yetu ya meza ya Ramadhani. Tuko naye Samahat Sheikh Miraj hapa, kama ambavyo tumeangazia katika masiku yote ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tumefika ukingoni kabisa mwa mada yetu. Tuna mengi ya kutathmini leo hii, ikiwa tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunatizama sasa, baada ya kuwa tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwa namna gani tunatakiwa kujitathmini. Tunawezaje kuangalia matendo yetu, je, yamekubaliwa au hayakubaliwa? Hayo na mengine mengi tutayapata kutoka kwa Samahat Sheikh Miraji hapa katika studio zetu. Wala, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Karibu tena kwa mara nyingine. Asante. Tunafurahi kuwa nawe siku hii ya leo, tukiamini kwamba tumefika ukingoni mwa mada yetu. Tunayo mengi sasa ya kuangazia, ikiwa tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeswali, tumefanya mambo mengi na ibada nyingi, adhkari. Sasa ni kwa namna gani tunatakiwa kujitathmini sasa baada ya kuwa tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani? Karibu sana. Ahsantum. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwezi wa Ramadhani kama ulivyosema ni mwezi ambao ulikuwa ni mwezi wa kiibada, ambapo ndani yake imefanyika ibada kubwa ambao huwezi kusema mwezi wa Ramadhani isipokuwa sababu ya kusema mwezi wa Ramadhani kuwa Ramadhani ni ile ibada ya funga yenyewe. Kama sio ile ibada pasingekuwa na mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu ya uwepo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani tukajivunia tuko katika mwezi wa Ramadhani, tunaishi katika mwezi mtukufu. Sababu kubwa ni ile ibada ya funga. Kwa ni mwezi wa ibada ambao wakati huo ibada zote zinazofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani zikiwa nyuma ya ibada ya funga. Kwa tukafunga kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotutaka, lakini tukaswali kama ulivyotuambia, tukafanyia adhkar kama ulivyosema. Tunaporudi kuzitathmini, ni jambo la muhimu sana umeuliza, kwa sababu kila kitu unapokifanya lazima ukijue mwisho wake, na liwe zuri liwe baya, kwamba unapoendea jambo mwisho wake lazima ulitathmini, kama ambavyo kabla hujaliendea lazima ulijue malengo yake kwamba litakufikisha wapi. Sasa namna ya kujitathmini, kwanza tuelewe na tufahamu kwamba mwanadamu katika maumbile yake yenyewe ya kawaida, kabla ya kuzitizama ibada kama ibada na kuzitathmini, ni sisi wenyewe kwanza katika maumbile yetu, kwamba mwanadamu alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana viungo vya aina mbili. Kwanza ana viungo vya ndani na ana viungo vya nje. Kabla hajafanya ibada, kabla hajafunga, kabla hajaswali, cha kwanza lazima ajiangalie yeye ameumbwa na viungo vya ndani na viungo vya nje. Kisha viungo vya ndani vina umuhimu sana kabla ya vile viungo vya nje. Subhanallah, namna Mwenyezi Mungu alivyotuumba. Na tunaambiwa ashraf katika vile viungo vya ndani, ashraful jawarih, yani kiungo bora kabisa katika vile viungo vya mwanadamu, qalbuhu, ni moyo wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfahamisha mwanadamu na amemuelezea mwanadamu kwa uzuri wake na usafi wake wa kumfikia siku ya Kiyama. Akasema illa man atallaha biqalbin salim. Sio kwa kichwa la kazungumzia nini? Moyo. Kazungumza moyo. Kwa hiyo utaona kwamba moyo kabla ya kuendea vitendo vya kiibada, injini ya matendo ya kiibada, injini ya funga, injini ya swala, injini ya matendo yote yale ni moyo. Ambao kiungo kiko ndani ya
mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hiki kiungo hiki ambacho ndo kiungo kina thamani sana kabla ya vitu vyote, na Mwenyezi Mungu anataka ukija siku ya kiyama uje wa anta qalbuka salim, moyo wako ukiwa nini? Ukiwa msafi. Sasa kabla ya kuiendea ibada, huu moyo unaunda vitu viwili. Kabla hujaswali unakutengenezea vitu viwili. Unakutengenezea kitu kinachoitwa al-ikhlas, moyo. Unakutengenezea kitu kinaitwa ar-riya. Leo unapotaka kuja kutathmini ile funga yako, unapotaka kuja kutathmini ibada yako ya swala, unataka kuja kutathmini ibada yako ya kutoa sadaka, unapotaka kuja kutathmini zile nyoradi zako, maana yake unaenda kurejea katika moyo wako. Na pale katika moyo wako unaambiwa ili hiyo ibada yako unapotaka kuitathmini utakuwa na mambo mawili tu kwenye moyo. Jambo la kwanza ni al-ikhlasu, la pili ni nini? Riya. Sasa al-ikhlas maana yake ikiwa ile ibada yako, swala yako ilipoanzia kwenye moyo wako wakati natoka ilikuwa lillah, bwana mimi nafunga lillah qurbatan ila Allah ta'ala. Toka mwanzo wake bwana mimi mwezi huu nafunga qurbatan ila Allah. Swala hii na practice kwa sababu kule nje niko practice sasa. Na practice ile ibada yangu ya swala lakini qurbatan ila Allah ta'ala. Au la, hiyo itakuwa ni ikhlas. Au la, mimi nina practice ile swala yangu qurbatan ila nas. Yani nisipofunga jamii nzima ya Kiislamu inafunga, watanionaje? Unapata nafasi, unapata kile kitendo cha pili, ar-riya. Asante. Sasa tulipoambiwa tutathmini ni kwamba na sisi tujifunze kutathmini na tuzitathmini ibada zetu, ni kuja kuziangalia je ibada zetu zimekaaje katika mitego miwili. Je ibada zetu ni za al-ikhlas au ni ar-riya? Tulifanya lillahi au tulifanya linnas? Tulifanya qurbatan ila Allah au tulifanya qurbatan ila nas? Sasa hapa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lau ibada ikiwa kwa mfumo huo wa al-ikhlas haina shida, ndo yenyewe tunayotaka, ndo cha Mungu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa nini swala la kutathmini la muhimu? Kutathmini ibada ya funga, kutathmini swala, kutathmini kila tulichokifanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu bwana Mtume anasema hivi, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Ninachokiofia katika ibada zenu zote mnazozifanya, ibada zote zile mnazozipractice, ninazofia ni lile chimbuko la kutoka kwenye mioyo yenu, ambapo ninaofia katika ibada hiyo shirki ndogo. Ninaofia nini shirki ndogo? Maana yake ni nini? Akaendelea alipoambia masahaba akamwambia qalu wama shirkul asghar. Hiyo shirki ndogo ni ipi unayohofia? Sisi kwetu tumeswali, tumefunga, tumefanya kila kitu tumefunga, tumetoa sadaka. Hiyo shiriki gani ndogo hiyo unayohofia wewe baada ya sisi kuya practice mambo yote haya ya kiibada? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema ar-riya'u. Subhanallah. Lau mkiwa mmefanya hayo yote mliyofanya, umetoa sadaka lakini watu wajue wewe ni mtoaji, ndo malengo. Umesoma Qur'ani ili watu wakusifu kwamba bwana kamaliza Qur'ani msafu mzima. Au mathalan wewe umeweza kuwahudumia mayatima ili watu waseme jamaa kawahudumia mayatima katika mwezi wa Ramadhani, au kajituma kuwahudumia nini mayatima, kwamba watizama watu wanione bwana sio na mali nyingi alafu kuna mayatima hawahudumiwi, waone kwamba ninafanyaje na wahudumia. Au nimefunga, haiwezekani mimi siwezi kuacha kufunga ikiwa jamii yote ile imefunga, mimi naendaje msikitini sijafunga, na watu watanionaje? Ikiwa ni haya, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ninachofia ni kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama idha juzia nasu bi a'malihim, watu watakapolipwa kwa wale matendo yao, Mwenyezi Mungu atatuambia hivi, idhahabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya. Waendeeni, nyinyi mtaka malipo, mmeshamaliza, sina malipo ya watu wa kufanyaje, wa kujionyesha. Warejeeni wale watu ambao mlikuwa mkifanya ili wawaone. Ndio pale ukirejea hata katika swala Mwenyezi Mungu aliyeka wazi, anasema wailul lil
musallin. Mwisho akasema katikati akasema hum yuraun, wale ambao wenye nini, wenye kuzionyesha, yani naenda kuswali ili watu wajue mimi naswali. Mwenyezi Mungu anasema ole wake wenye swala kama hizi, maana yake ni watu wa motoni. Sasa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu atatuambia idhahabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, nendeni kwa wale mlikuwa mkiwaonyeshea duniani, hal tajiduna indahum jazaa, je mtakuta wana malipo yote ya kuwalipa nyinyi? Mimi nilikuwa na swali ili watu waseme na swali, nilikuwa nafunga ili watu waseme nafunga, nilikuwa natoa zaka ili watu waseme natoa zaka, nilikuwa nikifanya kilala khairi ili watu wapate kunisema na hilo zuri. Bal kubwa zaidi katika mazungumzo mengine, katika hadithi nyingine, bwana Mtume aliwaambia ala ukhbirukum bima huwa akhwafa alaikum, nikwambieni kwa jambo ambalo ni tishio kwenu nyinyi. Bima huwa akhwafa alaikum indi, jambo ambalo ni tishio kwangu mimi ninaofia kutoka kwenu nyinyi. Min almasihi dajjal, kuliko yule masihi dajjal, yani sio tishio kama jambo hili. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, masahaba wakasema faqulna bala ya Rasulullah, tuambie Mtume Mwenyezi Mungu, kala ashirkul khafiy, ni ile shirki iliyojificha haiwezi kuonekana. Ni ipi? Hapa akaielezea kwa mfano, ndio maana akutaja hadithi. Bwana Mtume akaielezea kwa mfano zaidi, akasema ayaquma ar-rajulu fayusalli, asimame mtu aswali, fayuzidu salatahu, kisha akazidisha katika swala yake, akazidisha unyenyekevu, lima yara min nadhari ar-rajuli, kwa ile anaona kuna mtu anamtazama. Hakuna jamaa pale anatazama mimi na swali. Sasa ngoja swali kidogo. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tasoma sura ndefu. Si ile itakuwa ndefu kwani kuna bwana ananitazama. Unaona? Hiyo ndo anayezungumza kwamba mfano wa nini wa riya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema an yaquma ar-rajulu fayusalli, akawa anaswali, fayuzidu salata, akaizidisha swala yake ucha Mungu, akajifanya akaiongeza, kama ni qiraa, kama ni nini, lima yara min nadhari ar-rajul, kwa vile anaona kuna mtu anafanyaje, anamtizama. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaufia katika umma wake, na anatufia sisi namna tulio practice hii ibada ya funga. Je, tumeipractice kwa ikhlas au tumeipractice kwa riya, kwa kuonyesha watu? Sasa hapa ni sisi wenyewe tutathmini. Mimi nimefunga hivi kweli, wakati nimefunga lillah au nimefunga linnas? Wakati mimi nimefanya zile sadaka zangu zote nilizozifanya mwezi wa Ramadhani, nimezifanya kwa mpango gani? Kwa hiyo pana umuhimu wa kutathmini kabla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tunatathmini? Ndio malipo kama Mwenyezi Mungu tunaonyeshwa na Bwana Mtume kwamba lau kama zitakuwa ziko katika mfumo wa riya, matokeo yake ni haya, sio zenye kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Asante sana Sheikh. Sasa tumetizama hapa na umetueleza Maulana ya kwamba tathmini yetu inaweza ikatufanya tukafahamu ya kwamba ima tuko katika upande wa ikhlasi au katika upande wa riya, kwa maana tumeyafanya matendo yetu lillahi au tumeyafanya matendo yetu linnasi. Sasa hapa tutizame sasa, tueleze kidogo Maulana utofauti wa kimalipo, kwa maana ya kwamba baina ya hawa watu wawili, sasa huyu aliyefanya matendo lillahi na huyu aliyefanya matendo riya annas, kuwaonesha watu, ijapokuwa kwenye practical wote wamefanya sawa. Kwa mfano aliyefunga kwa kuonesha watu kafunga siku 30, na aliyefunga kwa ikhlasi kafunga siku 30, aliyeswali kwa kuonesha watu kaswali swala 5 kama kawaida, na huyu pia anayeswali bi ikhlasi ameswali swala 5. Tofauti wa kimalipo ukoje kwa hawa watu wawili? Tabaan utofauti uko wazi kwa kimalipo, kwa sababu nimeonyesha tu mfano kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia wale wenye kujionyesha, rejeeni kwa wale mliokuwa mkiwaonyesha, mkatazame je wana malipo yote ya kukupeni. Sasa kama wakawa hawana, je Mwenyezi Mungu itakuwaje? Ndio swali lako, nadhani litakuwa namna hiyo. Je, wao watakosa kabisa? Kwa sababu kwa practice kweli, kama kufunga kafunga kweli. Japokuwa ni tofauti linnas,
na yule alifanya lillah. Kama ni kuiendea ibada ya sala, ameiendea kweli. Kama ni zaka, katoa zaka kweli. Kama mayatima, kawalea kweli. Kafanya hasa, katoa jasho pengine, kapambana nalo. Je, hana chochote? Kwanza riaa namna ilivyo mbaya. Ilivyo mbaya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili ujue ubaya wa ibada za kujionyesha, anasema kuna watu watatu siku ya kiyama ndio wa kwanza kupandishwa kizimbani. Watu watatu. Na ukirejea sababu zao zote, hakuna sababu kubwa isipokuwa ni ashirkul asghar. Ni hii dhambi, ni hii shirki ndogo. Ni hii shirki iliyojificha, ni hii riya, ndio imefanya wakawa ndo watu number 1, watu wa kwanza kabisa kupandishwa kizimbani. Hawa watu wote ni kwa sababu ya riya. Tumtizame Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema inna awwala nasi yuqla yawm alqiyamati alayhi rajulustushhida. Mtu wa kwanza atakayehukumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule aliyokufa mujahida, uwanja wa vita. Na sote tunaelewa umuhimu wa kufa katika uwanja wa vita, kwa sababu mamata mujahidan dakhala fil janna. Sio atakayekufa katika jihadi kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda peponi. Direct ameenda peponi. Huyo hana mambo ya indirect mpaka afanye na kwa kuingia tu kuwa mujahid, kafa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, direct ni mtu wa peponi. Lakini maajabu sasa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema wa kwanza kupandishwa kizimbani ni yule mujahid aliyekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma sirru fi dhalik, pana siri gani? Wama huwa sababu gani huyu mujahid ambaye yeye ilikuwa ana tiketi ya kwenda peponi moja kwa moja, vipi awe ni mtu wa kwanza kusimamishwa kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kizimbani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu atamletea ile jihadi yake. Atamletea, kisha yeye atakiri, mimi ndo niliingia hapa, ndo mambo yangu haya. Katika macho yake nilipigana kweli kweli hapa, nilipambana kweli kweli. Mwenyezi Mungu anamwekea. Kisha Mwenyezi Mungu atamuuliza, fama amilta fiha, wewe unavyoona umefanyaje? Tuko pamoja, umefanyaje? Huyu bwana atamjibu, anasema qataltu fika hatta stushhidtu, nimepambana hatta stushhidtu, nimepambana mpaka nimekufa katika njia yako. Anamwambia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kala Mwenyezi Mungu atamjibu, kadhabta. Bwana Mtume anasema Mwenyezi Mungu atamwambia umja, umesema urongo. Walakinaka qatalta, lakini ulipambana, li an yuqala, ili semwekane, jariun, bonge la shujaa. Faqad qila, na watu washasema wewe ni bonge nini? Ya shujaa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha tenda kutupwa motoni. Kwa mtu wa kwanza ni mujahid, mtu wa kwanza ni aliyekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa nini? Kwa sababu namna ile jihadi yake haikuwa na ikhlasu, ilikuwa ina riya. Kafanya ile watu waseme jemedari, kafanya ile watu waseme mkali wa vita, mwisho wa siku kafa katika vita na kaenda wapi? Motoni. Huyo ni mtu wa kwanza atakayesimamishwa kizimbani. Lakini mtu wa pili ambaye atakuwa ni wa kusimamishwa kizimbani siku ya kiyama, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana, ni yule mtu ambaye amesoma, kasoma vizuri kweli kweli na akasomesha. Kasoma dini vizuri. Kisha aliposoma dini vizuri akaisomesha. Lakini na akaisoma Qur'ani vizuri kweli, msomi wa Qur'ani vizuri, na Qur'ani ile akaisomesha. Na sisi Bwana Mtume anatuambia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama,
Mbora wenu ni yule aliyosoma Qur'ani, akajifunza Qur'ani kisha na akaisomesha ile Qur'ani. Maajabu, huyu ndo mtu wa pili anayefuata kusimamishwa nini? Kizimbani. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ataletewa namna alivyokuwa akisoma, ataletewa ile ilmu yake aliyoipata, ataletewa namna alivyokuwa akifundisha, ataletewa kile kisomo chake cha Qur'an namna kilivyokuwa kizuri, kisha ataulizwa fama amilta fiha. Waonaje kule kusoma kwako, kusomesha, unahisi umefanya nini? Huyu msomi atamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyo ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu, nimesoma na nimesomesha, wa qara'atu fika al-Qur'ana, na nimesoma Qur'ani yako, nimesoma Qur'ani kwa ajili yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia kadhabta, kama alivyomwambia wa kwanza, umesema urongo. Kwa nini? Kwa sababu wewe umesoma ili watu waseme wewe ni msomi. Umesoma Qur'ani, msomi mzuri wa Qur'ani, ili tu sifa upate kwamba huyu bwana anajua kusoma Qur'ani. Tunaambiwa kitakachomkuta, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar, atapelekwa motoni na ilmu yake nzuri, Qur'ani yake aliyosoma na kufundisha kwake kuzuri, lakini ni mtu wapi? Wa motoni. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu wa pili ambaye atakayepandishwa kizimbani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mtu wa tatu ambaye atakayesimamishwa kizimbani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa tatu ni mtu wa rajulun wassa Allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali. Ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtunuku mali, kila aina ya mali ana. Ukiuliza we nyumba anazo kila mahala, amejenga anazo. Ukiuliza habari za makampuni, ana makampuni. Ukiuliza habari ya soko la kilimo, amelima sana, ana kila aina ya kilimo. Ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu kampa asnaf min almali, kampa aina ya mali nyingi, ni mtu ana mali ya kutosha. Sasa huyu ni mtu wa tatu atakayepandishwa kizimbani. Kwa nini? Kwa sababu atakapo hizi mali namna alivyopewa ataletewa namna alivyokuwa nazo, magorofa, sijui manini, kisha atazijua zile. Mwenyezi Mungu atamwambia fama amilta fiha, unaje umefanyaje hapa kwenye mali yako? Umefanyaje? Imeendaje? Imekuaje? Huyu bwana atamjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wazi kabisa, atamwambia ma taraktu min sabilillahi tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tamwambia Mwenyezi Mungu, sikupata katika sehemu zote ambazo wewe unapenda sisi tujitolee, sikuacha sehemu hiyo, nimetoa. Nilitoa. Maskini nimewasaidia, wajane nimewasaidia, mayatima nimewalisha na kuwavisha, nimefanya kila sehemu ambayo ulotaka wewe pale patoke kitu, pafanyike kheri, sikuacha, nimefanya kwa mali. Misikiti nimejenga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia kadhabta, umesema urongo, walakinaka fa'alta liyuqala, umefanya ili uambiwe anta jawadun, bwana wewe ni mkarimu, mkarimu mno. Faqad qila, Mwenyezi Mungu na washasema jamaa, washakusifia kama ulivyokuwa umetaka. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar. Subhanallah. Unaona hapa tatizo ni nini? Tatizo hawa wote watatu kilichowakumba ni riya. Kafa katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini sio lillah, linnas. Soma kweli, ni msomi mzuri, lakini sio lillah, linnas, motoni. Kapata mali, katoa zile mali, kajituma kweli katika kuzitoa, lakini namna ya kuzitoa sio lillah, linnas. Basi ndo wakawa watu watatu ambao ni wa mwanzo kabisa kupanda katika kizimba cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuhukumiwa. Ni watu wangapi? Watatu hao tuliowataja.
A'adhana Allahu an nakuna minhum inshallah. Mungu atuepushe na hayo inshallah. Sasa katika kumalizia hapa tukiwa tumeelekea ukingoni sana mada yetu siku hii ya leo. Ni alama zipi tukiziona kwenye matendo ya mja? Yale matendo ya kiibada tunasema kwamba huyu ni kama anafanya riaa. Na hapa tu sio sisi kumjua mtu anayefanya mambo ya ikhlasi na mtu anayefanya mambo ya riaa. Sio tu kumjua, bali hata sisi kujijua wenyewe. Kwamba nikiwa vipi mimi nitajua hapa mimi nafanya lillah na wala sifanyi riaa, au hapa nafanya riaa na wala sifanyi lillah. Hapa mimi najionyesha au nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwetu na kisha na kumtizama mwingine. Al-Imam Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi Abul Iman, Al-Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam, anasema lilmurai 4 alamat. Mtu anayejionyesha huwa alama zake ni 4 tu. 4 tu. Na ukitaka kujijua wewe fanya lillahi, wajionyesha mambo 4 tu. Vipengele 4 tu. Maana yake anataka kutuambia kwamba riaa inaundwa na vipengele 4. Na lau vikikosekana vile vipengele 4, wewe kufanya riaa umefanya lillah. Kwa hiyo riaa inaundwa na vipengele 4. Lau mtu akiwa na vipengele hivi 4, anajua kwamba anafanya ibada zake linnasi na sio lillah. Kipengele cha kwanza, alama ya kwanza, anasema yaksalu idha kana wahda. Huwa ni mvivu anapokuwa peke yake. Yaani akiwa peke yake hawezi kuswali. Akiwa peke yake haswali. Lakini akishakuwa na watu 3 4, bwana naomba, naona muda wa swala umefika, acha tuswali. Kwa nini? Hapo yuko na watu. Lakini akiwa peke yake hawezi kuswali. Yaani kama peke yake hawezi kuendea swala. Kama peke yake hawezi kutoa sadaka yule. Lakini kwa kuwa yuko na watu, atasema tutoe sadaka au natoa sadaka bwana. Sasa hiyo ni alama ya kwanza. Al-Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam anasema yaksalu idha kana wahda. Anakuwa mvivu anapokuwa peke yake. Wayanshatu idha kana fi nasi. Lakini anachukua mchangamfu anapokuwa na watu. Jamani tukaswali. Mida hii. Mida hii jamani, amsikia adhana. Hapo yuko na nani? Yuko na watu. Akiwa peke yake mvivu, akiwa na watu. Kwa kipengele cha pili ni yule na ukimuona anachangamka akiwa na watu. Kwa hiyo kwake utaliona sio swala la kawaida. Kwa hiyo anachangamka akiwa na watu. Hili jambo la pili laonyesha kwamba kila anachokifanya huwa anafanya kwa nini? Kwa riaa. Kisha cha tatu akasema wayazidu fil amali idha uthniya alayhi. Anafanya vizuri sana anaposifiwa. Kisifiwa. Bwana anajua yule jamaa, bwana wewe anajua kuswali, basi akiingia ndo anaswali taratibu. Anasoma na suratul Baqara. Nini kisha tu yani akisifiwa uboresha zaidi. Kwa hiyo dawa yake mkitaka afanye vizuri bwana, tena kama mikono anahisi haionekane, atanyanyua mpaka juu zaidi ili watu waone kwa namna anavyo. Tena kama Qur'ani atatamani atakisoma, huyu jirani yake aisikie ili na yeye akitoka akahadisia kwa jamaa ikisoma vipi, anatuliaje kwenye sala, namna anavoleta zile nyoradi, khushu'i na nini na unyenyekevu. Kwa hiyo lengo sio lillah, lengo watu wakitoka baada hapo wa nini waseme yule jamaa bwana. Kwa hiyo akisifiwa huwa anafanya vizuri. Kwa hiyo utamuona kwamba jambo lolote lile anapoliendea akisifiwa huwa analifanya vizuri. Hiyo ni katika athari. Hawezi kulifanya vizuri bila kusifiwa. Lakini akisifiwa anafanya vizuri. Hiyo ni katika miongoni mwa alama za mtu ambaye akifanya mambo yake huwa anayafanya kwa riaa. Wayanqusu idha dhumma. Na anafanya mambo hovyo sana, yanapungua thamani mambo yake, hayawi mazuri anapobezwa. Akipondwa tu kidogo. Bwana anaswalije, basi hata nguvu ya kuswaliana. Huyu bwana anasomaje Qur'an, nguvu tena kusoma Qur'ani hana, kwa sababu haikuwa lillahi linnas.
Kwa hiyo utaona sifa ni 4. Sifa ya kwanza ni kwamba anapokuwa mwenyewe anakuwa ni mvivu. Ya pili, anapokuwa na watu ni kwamba anakuwa mchangamfu mno. Ya tatu, anapofanya anaposifiwa ufanya vizuri, lakini anapokejeliwa au anapoonyeshwa kwamba tu wewe sio mtu wa kufanya mambo vizuri, anaharibikiwa, mambo yanakuwa hovyo. Kwa hiyo hizo ndo alama ambazo zinaweza kutuwezesha kumjua mtu ambaye anafanya mambo kwa riaa na yule ambaye anafanya mambo nje ya riaa kwa ikhlas. Kwa kweli Maulana, shukrani sana. Mimi nikushukuru sana. Kulingana na muda tumefikia tamati kwa kweli ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ni mengi sana tumefaidika. Kwa kumalizia, naomba waage wapenzi watazamaji wale ambao tulikuwa nao mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Alhamdulillah, mimi cha kuaga sina ila ni washukuru kwa kufuatilia vipindi vyetu hivi. Mwenyezi Mungu inshallah atukutanishe katika Ramadhani ijayo inshallah. Penzi mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi chetu kwenye siku hii ya leo, lakini pia tumefikia tamati ya mada yetu ya meza ya Ramadhani. Tumeyazungumza mengi kwa kweli. Shukrani sana kwa wewe ambaye tulikuwa nawe mwanzo mpaka mwisho. Tulianza sote katika mwezi wa Ramadhani. Ikiwa leo ni siku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, tunahitimisha sote kwa pamoja. Tunawashukuru nyote ambao mlikuwa mkitufuatilia mwanzo mpaka mwisho hapa katika studio zetu za Swadik Media. Nikueleze tu ya kwamba mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine. Shukrani sana kwa wewe ambaye umetufuatilia. Kuwa nasi tena katika mfululizo wa vipindi vijavyo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.